ITV ilifanya mahojiano na baadhi ya wananchi wa rika tofauti, ambapo pamoja na wengi kuridhika na uongozi wake na kumpongeza Rais John Pombe Magufuli, lakini wamesema bado zipo kasoro na hatua ambazo zinapaswa kuzichukua, ambapo Bwana Othman Masoud aliwahi kuwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar amempongeza Rais John Pombe Magufuli kwa kuweka nidhamu serikalini na pia kuleta mabadiliko ambayo hata hivyo ameona mabadiliko yanakwenda kwa haraka. Huku mstaafu wa serikalini Bwana Enzi Talib amesema Rais Magufuli amemfananisha kama marehemu Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar, kutokana na utendaji wake, lakini anapaswa kuweka sheria kwa yale mabadiliko wanayofanya ili kuyalinda kwa hapo baadaye. Na moja katika misingi ya mabadiliko ni kwamba mabadiliko yoyote yana upinzani, yani change yote ina resistance, na lazima uwe na mikakati ya kupambana na ile resistance. Na moja ambalo naliona katika mabadiliko yanayofanywa ni kwamba yanataka yafanywe mengi kwa wakati mmoja, bila kuangalia hiyo misingi ya kwamba unapofanya mabadiliko mengi kwa wakati mmoja unatende kutengeneza wimbi la upinzani. Mwaka moja wa uongozi wa Rais Magufuli, bado naona ni mixed reaction. Naona mwanga, naona kiza. Naona mwanga kwamba sina shaka sasa na nia ya rais ya kupambana na ufisadi, na nia ya rais ya kuhakikisha kwamba Watanzania wa kawaida ndio wananufaika na rasilimali za Tanzania. Lakini hapo kwa nini naona kiza? Kwa sababu bado na baada ya mwaka moja nashindwa kuona clear vision, yani vision ya wazi kabisa ya rais wapi anapotaka kwenda, yanapokujwa masuala mazima ya uhuru wa watu kujieleza. Lakini kubwa zaidi katika mwaka huu mmoja wa Rais Magufuli ambao umekuwa na mtihani mkubwa ni suala zima la uchaguzi ulofutwa kinyume na taratibu, kinyume na katiba, ule wa Zanzibar wa tarehe 25 Oktoba. Kwa hivyo huu ni mmoja hapo wa changamoto na mtihani mkubwa. Kwa mtazamo mkubwa, uongozi wa Rais Magufuli kwa hapa Zanzibar umekuwa ni gumzo kubwa la kuona Tanzania imepata kiongozi ambaye ametamka waziwazi kwa lengo lake ni kuwatumikia wananchi, na ana imani kuwa miaka inofuata Tanzania itashuhudia mabadiliko makubwa ya kiuchumi. Kutoka hapa kisiwani Zanzibar, mimi ni Faruk Karim wa ITV.